Kabla ya taarifa hizi ambazo ni za asili, ambazo ni za ndani kabisa, ikiwa wewe ni mgeni unatazama mtandao wetu wa Tanzania ITV kwa mara ya kwanza, na kuomba uchukue sekunde moja tu uponyeze batoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kem kila wakati, na usisahau kuponyeza alama ya like. Cha kuzingatia cha muhimu zaidi ni kuponyeza alama ya like. Karibu ni kufahamishe, kuna habari mbaya ambayo imetufikia katika chumba chetu cha matangazo hapa Mbeya kuhusiana na kifo ambacho kimeweza kusababishwa kupitia Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba katika taifa letu la Tanzania. Vile unavyotazama skrini yako, tunafahamishwa ya kwamba agongwa na msafara wa waziri mkuu, afariki dunia papo hapo. Tukisoma kwenda ndani kidogo, anaitwa Ngume kagongwa na kufariki hapo hapo na msafara wa Mwigulu Nchemba. Tukio limetokea jana saa 2 usiku Mererani, Arusha. Sasa msafara wa waziri mkuu ulikuwa kwa mwendo wa kasi. Ilikuwa mida ya saa 2 usiku. Msafara wa Mwigulu Nchemba uliweza kumgonga huyo bwana ambaye ameonekana kwa picha hapo na akafariki dunia, ambaye anaitwa Ngume, na akaaga dunia katika eneo lile la Arusha. Katika siku za hivi majuzi tumekuwa tukiona misafara ya viongozi mbalimbali katika taifa letu la Tanzania ikiwa kwa mwendo wa kasi, bila kujali maslahi, bila kujali maisha ya wengine wanapopita katika barabara tofauti humu nchini. Na sasa baada ya huyu jamaa kugongwa na msafara wa waziri mkuu, msafara huo haukusimama vile tumepokea taarifa hizo, na hakuna hatua ambazo ziliweza kuchukuliwa na wahusika ambaye ni waziri mkuu katika serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan. Serikali ndiyo inaendelea kusisitiza na kusema ya kwamba madereva wawe makini wanapoendesha magari yao katika barabara tofauti humu nchini, lakini wakati viongozi wanapopita huwa misafara yao inakuwa kwa mwendo wa kasi sana. Ndio maana Mtanzania mwenzetu ameweza kuaga dunia kule Arusha na amepoteza uhai wake kufuatia msafara wa Mwigulu Nchemba ambaye ni waziri mkuu katika taifa letu la Tanzania. Tahadhari inastahili kuchukuliwa, na sasa serikali inastahili kufuatilia kisa hiki ili kukishughulikia, haswa kwa kusaidia familia. Huenda huyu ndiye alikuwa breadwinner katika familia, iweze kuangaliliwa, watoe fidia, washughulikie gharama zote za mazishi ya mwenda zake, kwa sababu hakuwa amepanga kwamba angeaga dunia, na hakuna yeyote duniani anapanga wakati anaaga dunia tuseme ni ajali, lakini serikali ikaweze kuingilia kati, iweze kushughulikia mazishi, gharama zote, na kutoa fidia kwa familia, kwa sababu huenda familia inapitia changamoto za hapa na pale, ikiwa huyu ndiye alikuwa anatafutia familia kila siku. Kwa hivyo ni kilio ambacho kimeweza kutanda katika eneo la Arusha baada ya Mtanzania kugongwa na msafara wa Mwigulu Nchemba ambaye ni waziri mkuu katika taifa letu, na ilikuwa mida ya saa 2
usiku. Sasa tumekuwa tukiona vyombo vya usalama hasa trafiki wakitoa onyo kila wakati kuhusiana na masuala ya uendeshaji magari barabarani. Zaidi ya yote, Watanzania na sisi tunastahili kuwa makini wakati tunapovuka barabara, wakati tunapopita katika barabara, wakati tunapopanda hata magari. Tunastahili kujiangalia, kwa sababu hakuna yeyote ambaye atashughulikia maisha yako binafsi, ila tu tahadhari tunastahili kuzichukulia kwa umakini mkubwa ili kusaidia maisha yetu kuendelea, kwa sababu hata wakati unapogongwa na gari hamna yeyote ambaye atakuwa anajali maslahi ama maisha yako binafsi, ila tu tuwe na umakini mkubwa haswa wakati tunapofanya shughuli za kila siku, na hata tunapoona magari yakipita tunastahili kuepuka ili tusije tukagongwa na magari, kwa sababu kuna bahati mbaya ambazo zinatoka barabarani. Katika siku za hivi majuzi tumeona ajali zikiendelea kuongezeka katika taifa letu la Tanzania, zingine zikihusisha magari ya serikali, magari ya jeshi la polisi kuaga dunia, wengine mbunge kupata ajali. Tumekuwa tukiangazia hayo yote, diwani akipata ajali na kupoteza maisha. Tuliweza kuangazia hayo yote katika platform yetu ya Tanzania ITV. Kwa hivyo tuko katika mwaka ambao hatuwezi kujua ni kipi ambacho kinaendelea. Haswa Watanzania wengi wameweza kupoteza maisha yao kufuatia ajali za barabara. Kila wakati tunapoamuka lazima tusikie sehemu fulani imeweza kuhusishwa na ajali ya magari hapa na pale. Kwa hivyo tuchukue tahadhari ili tukaweze kujilinda na kujiokoa, tusije tukapoteza maisha yetu kiholela. Kufika hapo, naomba kutamatisha taarifa hizi. Tukutane katika kanda ambayo nitaileta baadaye, lakini ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza na hauja subscribe, chukua sekunde moja tu ya mwisho kuweze kubonyeza patoni ya subscribe ambayo ipo hapo chini. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili wakati tunapoweka kanda utakuwa unapokezwa notification ya kufahamisha kwamba Tanzania ITV tumeweka kanda ya kutazamwa. Asanteni sana.